ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baadakum himidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tuko kwenye aya ya 68, 69 mpaka aya 70 katika suratu Yasin, ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia leo وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. Paka hapo Mwenyezi Mungu atuambia وَمَنْ نُعَمِّرْهُ, na tunayemzeesha, nunakishu fil khalq, tunamrudisha nyuma katika umbo. Tunayemzeesha tunamrudisha nyuma katika umbo. Afala yaqilun, basi je hawazingatii? Wama allamnahu ash-shi'ra, hatukumfundisha Mtume Muhammad mashairi. Wama yanbaghi lahu, wala haliwezekani kamwe, halimpasi kamwe la Muhammad kujua mashairi. In huwa illa dhikrun, haikuwa isipokuwa ni ukumbusho. Yani huu haukuwa isipokuwa ni ukumbusho, Qur'ani. Wa Qur'anun mubin, na ni Qur'ani iliyo wazi. Liyundhira man kana hayyan, ili imuonye alo hai. Liyundhira man kana hayyan, ili imuonye alo hai. Wa yahiqqa alqawlu ala alkafirin, na neno litimie juu ya makafiri. Ni aya ya 68 mpaka aya ya 70 katika suratu Yasin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye aya hizi, kama Ibn Kathir anavosema katika tafsiri yake, yukhbiru ta'ala an ibn Adam, aeleza Mwenyezi Mungu aliyetukuka kuhusu mwanadamu, annahu kullama tala umruhu, wa mwanadamu kila umri wake ukirefika, kila umri wake ukiwa mrefu, radda ila dha'fi ba'da alquwa, humrudisha kwenye unyonge, humrudisha kwenye udhaifu baada ya kuwa na nguvu. Wal ajzi, na humrudisha kwenye kulemewa, kawa mlemevu. Wa ba'da nishati, na baada ya kuwa ni mchangamfu. Hii aya wa man nu'ammirhu nunakisuhu fil khalq, na tunayemzeesha tunamrudisha nyuma katika umbo. Ibn Kathiri ni hayo anawasema, ni mwanadamu umri wake ukiwa mrefu, kisha hurudi akadhoofika baada ya nguvu alizokuwa nazo.
akalemewa baada ya kuwa ni mchangamfu, baada ya kuwa na nishati. Haya ni maneno ya Ibn Kathir katika tafsiri yake. Ash-Shinqiti katika tafsiri yake yasema ay nuqallibuhu fihi, twamgeuza mwanadamu katika umri wake. Fanakhluquhu ala aksi ma khalaqnahu min qabl, twamuumba kinyume na vile tulivyomuumba mwanzo. Wadhalika, na hilo, anna khalaqnahu ala dha'fin fi jasadihi, ni kwa sisi tumemuumba mwanadamu kwa udhaifu katika mwili wake. Wa khuluwin min aqlin wa ilmin, na kukosa akili na kukosa elimu. Naam, mwanadamu ameumbwa ikiwa hana akili na kukosa elimu, bila shaka, kwa sababu hata Qur'ani tukufu yasema baada ya kuwa amemleta mwanadamu katika dunia, Qur'ani nasema huwalladhi akhrajakum fi butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an, yeye ndiye aliyewatoa katika matumbo ya mama zenu, la ta'lamuna shay'an, hamujui chochote. Kwa hivyo pale mlipotoka kwenye matumbo ya mama zenu hamujui chochote, na akili pale huaende zake. Liko hana akili, hana elimu. Lakini angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Hiyo ja'alnahu samian, ja'alnahu basiran, hapo mwanadamu anaanza kukua, kukunduka na akili kupanuka. Ikaenda mpaka akafikia sinur rushdi, akili iko tamam. Ndipo pale alipopewa taklifi za Mungu za kutoka mbinguni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akanlaumu mwanadamu kwa kufuata sheria kutoka mbinguni, na aliponlaumu alinrudisha kwenye ukamilifu wa sinur rushdi. Alam naj'al lahu walisanan wa hadainahu najdain, kwa kuwa sasa aona mambo sawa sawa, asikia kisawa sawa. Hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura, ni kwa kuwa sasa sivyo vile alivyokuwa. Sasa akili yake ya ruhusu, lakini kabla ya hapo alikuwa hana akili wala hana elimu. Thumma ja'alnahu yatazayadu. Shinqiti yasema kisha tukamfanya, Mwenyezi Mungu asema, anazidi, anapanda, wa yantaqilu min halin ila halin, na anagura kutoka kwenye hali kwenda kwenye hali nyingine. Wa yartaqi min darajatin ila daraja, na anakuwa kitoka kwenye daraja kwenda kwenye daraja nyingine. Ila an yablugha shuddahu, mpaka afikie miaka yake ya kupambanua mambo, miaka ya akili, miaka ya kubalighi. Wa yastakmila quwwatahu, na zikakamilika nguvu zake. Wa yaqila, na akawa na akili. Wa ya'lama ma lahu wa ma alayhi, akajua lake na ambalo juu yake. Fa idha intaha, akikoma sasa kwenye umri huo, nakasnahu fil khalqi, tuanza kumrudisha tena nyuma kwenye umbile. Asha kidogo akapanda akafika hapa alipofika, kisha tunaanza kumrudisha tena nyuma katika umbile lake. Faja'alnahu yatanaqasu, tukamfanya pungua, hatta yarji'a fi halin shabihatin bihali sabi, mpaka akarudi kwenye hali yenye kufanana na hali ya mtoto mdogo. Fi dha'fi jasadihi, katika udhaifu wa mwili wake. Wa qillati aqlihi, na uchache wa akili yake. Wa khuluwihi min alilmi, na kukosa kwake elimu. Alikuwa akapanda mpaka akafikia ile sinur rushdi, mpaka akakoma, akaanza akarudi akawa kama alivyotoka. Alianza hana akili, akarudi hana akili. Ile miaka inayotukosesha sisi vijana kusubiri, tukawachangalia wazee kuwa wamepiswa kwenye miaka hiyo. Sasa ndiyo hii wa man nu'ammirhu nunakishu lil khalq,
na tunayemzeesha tunamrudisha tena nyuma katika umbile. Hili litampitia kila mwanadamu, na wanavyuoni watuambia wa aslu maana tankisi, asli ya hii maana tankis fi qawli llahi nunakkisu fil khalq ja'alu a'la shay'i asfalahu, ni kujalia kile kitu cha juu sasa ambacho kiko juu sasa kuteremka, ndio aslu tankis hasba aqwali almufassirin. Al-Ghirnati katika kitabu chake At-Tashilu li'ulumi at-Tanzil asemaje? Ay nuhawwilu khilqatahu, twaligeuza umbile lake, minal quwwati ila dha'fi, kulitoa kwenye nguvu kulipeleka kwenye udhaifu, wa minal fahmi ila albalahi, na kulitoa kwenye ufahamu kulileta kwenye ujinga tena, kurudi tena hali ya kuwa ni mjinga. Ndivyo mwanadamu alivyo jamani, na ndio mageuko yatakaompata kila mwanadamu kama jinsi tutakavyofafanua katika akwali chungu mzima za wanavyuoni wa tafsiri. Haya ni maneno ya kitabu cha At-Tashilu li'ulumi at-Tanzil lil-Ghirnati. Abi Hayyan al-Andalusi katika tafsiri yake kubwa anaoita Al-Bahrul Muhit asema wa fi hadha kulli, na katika haya yote dalilun, ni dalili ala anna man fa'ala hadhihi al-af'ila, kwamba mwenye kufanya vitendo hivi qadirun ala an yatmisa, ni muweza wa kumpofoa mwanadamu, wa kumfutilia mbali nuru zake awe haoni, na kumkita alipo awe hawezi kwenda mbele wala hawezi kurudi nyuma, wa an yaf'ala bihim ma arada, na kuwafanya wanadamu atakavyo. Mwenye kuweza kufanya hivyo aweza na kuyafanya haya. Haya ni maneno ya Abi Hayyan al-Andalusi. Amma Ahmad Mustafa al-Maraghi katika tafsiri yake kwenye neno la Mwenyezi Mungu anaposema wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq innahu kullama tala umrul mar'i, asema kila umri wa mwanadamu unapokuwa mrefu radda ila dha'fi, humrudisha kwenye udhaifu. Kila unapokuwa mrefu umri wa mwanadamu humrudisha kwenye udhaifu, baada alquwwati, baada ya nguvu, wal ajzi baada nishat, na kulemewa mwanadamu baada ya kuwa mchangamfu. Mwanadamu huwa mchangamfu kisha hurudi nyuma, akarudi kule alipotoka. Na naam, hivi sasa sote ambalo tunalisikiliza darasa hili la neno la Mwenyezi Mungu wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq, ulivyokuwa ukikimbia ndivyo unavyokimbia sasa. Kurukaruka kwetu kwa sasa tulivyo ndivyo ambavyo tulikuwa tukirukaruka. Hivi sasa tukiagana na vijana hawa wanaotutazama, tuteremkeni bilima pale tushindaneni, sisi wazee wote tutatwa nyuma. Jamaa watakimbia kama kuzunguka ile ground mara 3, kisha ukimaliza mara 3 kuzunguka ukimbie uje utawadhe upige rakateni ungoje mwenzako. Vijana watazunguka waje watawadha wapige rakateni, sisi tuwe huhema tu na pumzi juu juu, na kila mmoja mwambie mwenzake ngoja nami. Kwa nini? Kwa sababu sivyo vile tulivyotoka. wa man nu'ammirhu nunakkisu lil khalq. Tafsirul Baghawi, hii tafsirul Baghawi inaitwa Maalimut Tanzil, asema ay narudduhu ila ardhalil umri, tuamrudisha kwenye umri wa uzee. Hii nunakkisu fil khalq shibha as-sabi, akifanana na mtoto mdogo, fi awwalil khalqi, kwenye umbile lake la kwanza. Na ni kweli ni pale mtu nzima afikapo kwenye utu uzima wake, baada dhalika akawa mambo yake ya kitotototo, amerudi kwenye utoto. Wewe sasa umekuwa mtu nzima, ili sasa wewe umbembeleze mzee kwa utoto wako kama ulivyokuwa mtoto. Yeye ni mtu mzima akikubembeleza, yeye hakuchoka, na sisi tusichokeni. Yeye hakusema kwamba mtukutu mwana huu. Wakati mwingine ulikuwa ukimharia wakati amevaa kanzu yake yuenda msikitini,
Akikushika tu ukamwachia vitu, ikawa lazima aivue ile kanzu, asikasirike. Na leo mzee atarudi kwenye hiyo hali, itakuwa sasa kipindi chako. Tashtakia watu, utamlani, utamsonya, kwa sababu hiki kipindi kila mmoja atakitampitia, bali alojaliwa kupitiwa si ala litlaki kila mmoja, kwa sababu kuna anayewahi mauti kabla ya uzee, kabla jinsi tutakavyofafanua katika aya. Na kumesemwa nunakishu fil khalqi ay nudhifu jawarihahu, hudhufisha viungo vyake, baada quwwatiha, baada ya nguvu zake. Ni kweli. Wanarudduha ila nuqsaniha, tukaviregesha kwenye upungufu wake, baada ziyadatiha, baada ya kuzidi kwake. Viungo vilikuwa barabara na ulikuwa na exercise za kisawa sawa, ukiruka kweli kweli na ukikimbia kweli kweli, lakini angalia, zikapungua kasi zote, speed governor zako zote zikafungwa, ukawa huwezi tena, sivyo vile namna ulivyokuwa. Ndio waman nu'ammirhu nunakkisu lil khalq. Tafsiru al-Qurtubi na yeye asema, Qatada asema kwenye hii tafsiri, al-ma'na an yasira annahu yasiru ila hali al-harami, maana ni kuwa mwanadamu atafika kwenye hali ya uzee ama ukongwe, utuzima, alladhi yushbihu hala saba, ambao hufanana na hali ya ujana. Haya ni maneno ya Qurtubi, mwanadamu atafikia hapo. Na Sufyani naye asema tena, Sufyani na yeye ayasema haya kwenye hii tafsiri ya Qurtubi, asema idha balagha 80 sanatan, mwanadamu akifikia miaka 80, taghayyara jismuhu, mwili wake huanza kubadilika, wa dha'ufat quwwatuhu, na nguvu zake pia zikadhoofika. Ukifikisha 80, haya ni maneno ya Sufyan, na Sufyani dira zake alisimama kwenye 80. Akifikisha miaka 80, mwanadamu mwili wake hubadilika na nguvu zake zikadhoofika. Lakini hapa huanza udhaifu mtu akipita 60 tu. Akipita 60 udhaifu huanza, na siku zote, kila siku ikipita upungufu unaanza, kwa sababu siku zikipita zikienda huwa zala zile siku zako ulizokadiriwa kuishi katika dunia. Kwa hivyo upungufu kwa mwanadamu uko. Fatulul umri, kisha Sufyani akasema umri mrefu, yusayiru shababa harama, hungeuza barobaro akawa nchu nzima. Wal quwwata dha'fa, na nguvu zikageuka zikawa udhaifu. Waziyadata naqsa, na kuzidi ziada ikawa ni upungufu. Wa hadha huwa alghalibu, na hili ndilo sana, ndivyo namna inavyotokea sana. Ndipo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, Sufyan akasema, waqad ta'awadha sallallahu alaihi wasallam, alijikinga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye dua yake, min an yuradda ila ardhil umri, kuregeshwa kwenye umri wa uzee. Mtume kamuomba Mungu asimrudishe kwenye umri wa uzee. Na sasa pia tunasikia wazee wetu mara nyingi wakiomba wakisema, tunamuomba Mwenyezi Mungu, ikiwa kufa kwangu itakuwa ni khairi, basi asinifikishe kwenye miaka ya kusumbua watu. Wao hutumia lugha hii. Kwa nini wazazi wetu wanasema hayo? Wazazi wetu wanasema hayo kwa sababu washakuwa na hadhari na watoto namna walivyo. Tusije tukaregeshwa kwenye ardhalil umr, kisha ikawa badala ya kuteswa na walokando tukawa tunateswa na watoto wetu, ikawa tutateswa na watu wetu. Umekuwa ni mzee, iwe mwana ndiye anayekutesa. Mwana akikutesa amemfungulia bibi yake nafasi ya kukufanya utakavyo. Ndipo wazee hivi sasa hawaombi kufikishwa katika ardhalil umr, kukwambia ataka ifike hata nsiwae kikwetu, kwa maana hata nsiugue, imekuja saa niende,
Nsiugue kuwapa watu tabu. Watu wengi maombi yao ni hayo, kwa sababu wameona ishara sio nzuri kwa watoto wetu wa sasa walivyo. Katika kitabu fi dhilali al-Qur'ani li Sayyidi Qutubi rahimahullah asema washaykhukhatu naksatun ila tufula, ule uzee huwa ni upungufu sasa wa mtu kurudi kwenye ujana. Bighairi malahati tufula, bila ya utamu wa ujana. Maana mtu mzima anaporudi kwenye ile hali ya ujana hauwi ni ujana tamu, kwa sababu halirudi umbile la mtoto mdogo ambao huwa akivutia kwa kila jambo. Hurudi nyuma kwenye kiakili ya ujana akiwa ni vile vile mzee. Maneno ya Said Qutb, wa baraati hal mahbuba, na ile baraa yake inaopendeza, kwa kuwa mwana mtoto mdogo huwa anapendeza. Mfano, ukimshika mtoto mdogo wewe kama baba, mtoto aweza kukunyonya pua yako katika kule kucheza, akanyonya matavu yako, akanyonya midomo yako, akawa hukupaka mache kama mpaka jirangi nsikichi, lakini wewe mwenyewe ukawa huona raha mwenyewe, husiki dhiki za mache yake, basi waona ale mache yake mazuri, na akakukoroge nzima. Nchu nzima alorudishwa katika ardha lilumri, akikuramba takimbia. Wala hawezi kufanya hivyo kwa sababu haukufanana huu ujana uliozungumzwa na vitabu vya tafsiri, kwamba kuandrio ule ujana wa kiasili upendezao. Ni ujana kimaana akili nusu, lakini sio kwamba kuwaweza kukufanya kama kufanyavyo kijana na wewe ukaridhika. Hata katika kukunajisi mwana pia huwa hakujambo, si kama atakavyokunajisi wewe mtu mzima. Ndio alivyokusudia Sayyid Qutb. Kisha akasema wama yazalu sheikhu yataraja'u, hata atakuwa ule mzee hurudi nyuma, wayansa ma alima, akawa asahau alichokijua, watadhufu asabuhu, na viungo vyake sasa kudhoofika, wayadhufu fikruhu, na fikra yake sasa pia kudhoofu, wayadhufu ihtimaluhu, ihtimali zake zote kuanza kudhoofu, hatta yartadda tifla, mpaka karudi akiwa mwana mdogo kabisa, ni mtoto mdogo kabisa. Walakin at-tifla, Sayyid Qutb yasema, lakini mtoto mdogo mahbubu lathagha, mdomo wake wapendeza, tabsimu lahul qulub, nyoyo hutabasamu kwake, wal ujuhu, na nyuso vile vile hukunduka, inda kulli hamakatin, mbele ya kila upumbavu na kila ujinga atakaofanya ule mtoto mdogo, wallahi huwa ni mahbub, kwa sababu ule ni udogo wake. Mtoto mdogo aweza kukupiga, aweza akakuuma, na wewe ukajizuia kwamba kuwa ni utoto na ni mchezo, lakini sio utoto wa mtu mzima alorudi kwenye kiwango kama hiko. Kisha akasema Said Qutb, washeikhu mujtawa, na mzee hufikia akatukiza, la tuqalu lahu atharatun illa min atfin wa rahma, hakusemwi kuambiwa yeye kwenye kosa lolote analolifanya isipokuwa kwa utaratibu na rehma, kwa sababu ukitumia mbinu nyingine zozote yeye hutokwa na maneno ya kule umri wake kuwa ni mwingi, akaona kwamba kuwa pengine wewe unamuonea. Wa huwa matharu sukhriya kullaha badat alayhi makhayilu tufulati wa huwa ajuzun, asema hueneza kwa kuona kwamba kuwa ni shere wakati inapodhihiri khiali za utoto akiwa yeye amelemewa. Kwa maana ule uzee wake ukimfanya kitu chochote yaona kwamba kuwa umemuonea, unkosea adabu, nimetupwa, na pengine mwana aweza akawa hupasuka kifua katika
kumchunga ule mtu nzima kwa utu uzima wake, lakini yeye yule baba ama mama akawa haoni, yeye huona ni kinyume, kama kwamba kwa huu mwana anamuonea. Ni stage hiyo inafika. Haya ni maneno ya Sayyidi Qutb katika kitabu chake fi dhilali al-Quran, wa kullama stahmaka wa qad qawasat dhahrahu as-sinun, na kila inapoendelea kule kuinama kwake kulingamana na ule umri na mgongo wake vile namna unavyobadilika kwa sababu ya kupitiwa na miaka mingi, basi jambo lolote yeye huona kama kwamba kuachezewa na kama anafanyiwa istihza. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalq. Kisha sema maana haya sasa, haya yote ambao nimewatafsirieni ni makala ya wanavyoni wa tafsiri katika vitabu vyao vya tafsiri. Kila mmoja akasema lake, na ni haya tusiyatafsiri, lakini asema na maana haya. Wa hadha al-ma'na alladhi dallat alayhi hadhihi al-aya, maana haya ambayo imedulishwa na aya hii aya ambayo tumeisoma tukufu, jaa muwaddahan fi ghairi hadha al-mawdhi, imekuja kuwekwa wazi pasipokuwa pahala hapa. Mwenyezi Mungu asema wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalq. Pana aya sasa huitafsiri aya hii. Sasa sikilizeni tulivyotoka na tulipo na tutakaporudi kulingamana na Qur'ani tukufu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza atuambia hivi katika suratu Nuh, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Ibn Abbas asema kwenye aya hii, ma lakum la tu'azzimuna Allaha haqqa 'azamati, kwa nini nyinyi hamumheshimu Mwenyezi Mungu, hamumtukuzi Mwenyezi Mungu haki ya kumtukuza? Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara, na hakika amewaumba nyinyi kwa mabadiliko mengi. Wa qad khalaqakum, hakika amewaumba nyinyi fi atwari mukhtalifa, kwa mabadiliko tofauti tofauti, wa adwari mutabayina, na mizunguko sampuli sampuli. Tawra nutfatin, akawaumba nyinyi kubadilika kukaanza kwenye mabadiliko ya tone la manii. Wa tawra alaqatin, na mabadiliko ya pande la damu. Wa tawra mudghatin, na mabadiliko ya pande la nyama. Ila sairil ahwal, mpaka kwenye hali nyingine alajiba, tena za ajabu. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, ametukuka Mwenyezi Mungu mzuri wa kushinda wenye, mzuri wa kuumba, tena wa kushinda wanaojaribu kuumba. Mwenyezi Mungu ni ahsanul khaliqin, mzuri wa kuumba. Mabadiliko yako ya mwanadamu yameanza hapa. Sasa aya tukufu za Qur'ani zaweka wazi aya ambao iko katika suratu Yasin. Mwenyezi Mungu katika suratul Mu'minun aya 12 mpaka aya 16 asemaje? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sasa angalia vile namna unavyobadilika, na ni kweli walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, hakika tumemuumba mwanadamu kwa asili ya udongo. Sikia mabadiliko. Thumma ja'alnahu nutfatan, kisha tukamjalia yeye ni tone, ambao hilo tone la manii likawa ndio mbegu. Fi qararin makin, katika makalio madhubuti. Makalio madhubuti ni ule uzao wa mwanamke ambao tone la manii ndio mbegu, kwenda ikaota hapo. Thumma khalaqna nutfata alaqatan, kisha tukaumba tone la manii alaqatan, pande la damu. Fa khalaqna alaqata mudghatan, tukaumba kwa pande la damu pande la nyama. Fa khalaqna almudghata idhaman, tukaumba kwa pande la nyama mifupa. Fakasawna alidhama lahma, tukaivisha mifupa nyama. Thumma ansha'nahu khalqan akhar,
kisha tukamtoa akiwa ni kiumbe chengine. Sivyo alivyotoka. Ni mabadiliko au si mabadiliko ikhwa? Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ametukuka Mwenyezi Mungu mzuri wa kuumba. Sasa ikiwa amekutoa khalqan akhar, kisha mwenyewe kajitukuza, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, pana mambo mbele. Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun, kisha nyinyi baada ya hapo mutakufa. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun, kisha nyinyi siku ya kiyama mutafufuliwa. Aya ya 12 mpaka aya ya 16 inatueleza wazi badiliko ya mwanadamu toka nutfa mpaka kuwa mwanadamu kamili. Ni kweli, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalq. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye hilo la kuwaumba nyinyi ama kutuumba sisi, alituumba kupitia nini? Baada ya mabadiliko yalotajwa kwenye aya hii, Mwenyezi Mungu asema yakhluqukum fi butuni ummahatikum, anawaumba nyinyi katika matumbo ya mama zenu, khalqan min ba'di khalqin, umbo baada ya umbo, fi dhulumatin thalath, katika giza la aina tatu. Umbo baada ya umbo, tafsili ni aya tuliyotafsiri, nutfatan, alaqatan, mudghatan, idhaman, lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar. Ndiyo khalqan ba'da khalqin fi dhulumati thalath. Mabadiliko hayo yote yabadilika katika giza ya aina tatu. Wanavyoni wanasema dhulumatul batni, kwanza kwenye giza la tumbo, wa dhulumatur rahimi, na kwenye giza la uzao, wa dhulumatul mashimatil mantawiyati fil janin, na katika lile giza ambalo ni zile paipu mahsusi au zile kanzu mahsusi ambazo ndizo anakaa mtoto kisha akakaa kwenye uzao na uko kwenye tumbo, kwenye giza aina tatu. Na Mwenyezi Mungu akawa anakugeuza khalqan min ba'di khalqi, dhalikumullahu rabbukum. Ndipo kisha Mungu kasema huyo ni Allah ambaye ni Mola wenu mlezi wenu, lahul mulku, ufalmeni wake, la ilaha illahu, hapana mola pasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Fa anna tusrafuna, basi mnageuzwa wapi nyinyi? Ikiwa hali ya uwazi ni hii ya Qur'ani, namna anavyozungumza mwanadamu mabadiliko yake kwenye aya ya suratu Yasin, nyinyi mwageuzwa wapi mpaka mkawa mambo ya usawa hamuyatii akilini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haya ameyasema katika aya ya 6 katika suratu Zumar. Kisha akasema tena Mwenyezi Mungu, Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin, Allah ndiye ambaye aliwaumba nyinyi kwa udhaifu. Ni kweli, Allah ni ambaye amewaumba nyinyi kwa udhaifu. Kisha thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa, kisha akajalia baada ya udhaifu kajalia nguvu. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba, kisha akajalia baada ya nguvu udhaifu tena na ukongwe. Angalia, ulitoka dhaifu ukawa na nguvu, ukarudi dhaifu, ukenda kwenye unyonge. Yakhluqu ma yasha, anaumba Mungu atakavyo. Wa huwa al-alimul qadir, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi, na Mwenyezi Mungu ni mweza. Uwezo wake ndio ulofikia mwanadamu akapata mabadiliko hayo kwenye tumbo la mamake. Ndipo kwenye Qur'ani tukufu kwenye aya ya 4 na ya 5 juzu ya 30 suratu Tin asemaje Mwenyezi Mungu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, hakika tumemuumba mwanadamu kwa umbile lililo zuri sana. Ahsani taqwim, kisha thumma radadnahu asfala safilin, kisha tukamrudisha chini kushinda walioko chini. Kumrudisha chini kushinda walio chini ni kule kuwa ahsana khuluqa. Mwenyezi Mungu ka ahsana khalqahu, kalifanya zuri umbile lake, kisha kaanza kubadilika, akarudi tena nyuma kabisa, akamrudisha tena chini kabisa. Ni kule kurudi kwenye ukongwe kabisa, akawa nchi nzima kabisa.
mambo humpita, haelewi alitendalo. Ni hii thumma radadnahu asfala safilin, la thibitisha neno la Mungu, wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalq afala ta'qilun. Kisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika suratul Hajj aya ya 5, katika kulitafsiri neno kwa neno kwa aya tukufu za Qur'ani, alifanya nidaa kwa watu wote. Kasemaje? Ya ayuhan nasu, enyi watu, in kuntum fi raibin min alba'th, ikiwa nyinyi muko katika shaka ya kufufuliwa. In kuntum fi raibin min alba'th, ikiwa mna shaka katika hili la kufufuliwa. Fa inna khalaqnakum min turabin, basi musinkana kusema musiwe na shaka, sisi tumewaumba nyinyi kutokamana na udongo. Thumma min nutfatin, kisha kutokamana na tone la mani. Thumma min alaqatin, kisha kutokamana na pande la damu. Thumma min mudghatin, kisha kutokamana na pande la nyama. Mukhallaqatin, pande la nyama liloumbwa, wa ghairi mukhallaqatin, na lisiloumbwa. Kwa sababu uko kwenye tumbo la mamako, hilo pande la nyama laweza likapata umbile la kiumbe mwanadamu, ama likawa ni ghairi mukhallaqa, linubayina lakum, ili tuwabainishie nyinyi tu uwazi wa mambo na uwazi wa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Wa nuqirru fil arhami ma nasha'u, na baada ya hapo tunaweka katika tumbo uzao wa mwanamke tunavotaka, ila ajali musamma, mpaka kwenye muda maalum ulowekwa. Baada ya hapo ni mabadiliko haya. Thumma nukhrijukum tifla, kisha tunawatoa mkiwa ni watoto wadogo. Thumma litablughu ashuddakum, kisha mufikie miaka ya kubalighi, kuwa werevu na wekevu na kuwa na akili zenu. Tukifika hapo, wa minkum man yutawaffa, katika nyinyi sasa kuna anaifishwa, faradhi ya mauti ikampata akafa. Wa minkum man yuraddu ila ardhil umr, na katika nyinyi kuna anayeregeshwa kwenye miaka ya nyuma ya uzee kabisa. Likay la ya'lama min ba'di ilmi shay'a, ili asijue baada ya kujua, ili asijue chochote baada ya kuwa yeye ni mjuzi. Na naam, warudishwa ila ardhil umr, baada ya ujuzi ulokuwa nayo ukawa huna ujuzi tena, umerudi kwenye utoto mdogo kabisa. Hili likatiliwa nguvu na aya nyingine, wallahu khalaqakum, Mwenyezi Mungu ndiye aliwaumba nyinyi. Thumma yatawaffakum, kisha Mungu atawafisha nyinyi. Wa minkum man yuraddu ila ardhil umr, katika nyinyi kuna atakayeregeshwa miaka ya nyuma kabisa. Likay la ya'lama ba'da ilmin shay'a, ili asijue chochote baada ya kujua kwake. Inna Allaha alimun qadir, hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi, na hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni qadir, yani Mwenyezi Mungu ni umweza. Aya zote hizi zaunga mkono upungufu wa mwanadamu ulotajwa katika suratu Yasin, wa man nu'ammirhu nunakisuhu fil khalq. Suratu Ghafir aya ya 67, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema hivi, huwalladhi khalaqakum min turabin. Sasa hapa akisema huwalladhi khalaqakum min turabin, Mwenyezi Mungu ndiye aliumba nyinyi kutokamana na udongo, sawa? Thumma min nutfatin, kisha kwa tone la mani. Mungu katuumba kwa udongo ama kwa tone la mani? Tumeumbwa kwa udongo ama tumeumbwa kwa tone la mani? Manake hapa sema yeye ndiye aliyewaumba nyinyi kwa udongo kisha kwa tone la mani. Hapa haionyeshi mgongano, lakini kwa Muislamu, kwa hawa ambao eti sasa hujaribu kutaka kujadili Waislamu kupitia kwa kitabu chao, hapa aweza kukutia shaka, na hakuna shaka. Aseme
Sasa ni udongo ni manii? Kitabu chenu kiko vipi? Mwanadamu ameumbwa kwa udongo ama ameumbwa kwa manii? Hapa pana mambo akitafsiri. Ndipo pale nikasema ya kwamba mtu asishtushwe kwa mtu kuifanyia tahrifi Qur'ani. Qur'ani haikubali tahrifi, shekhe. Kwa nini? Kwa kuwa Qur'ani ni kitabu kamili. Eti itolewe Qur'ani sura nusu nusu, eti mara Mashia wametoa Qur'ani yao, ati mara Wakristo wametoa Qur'ani yao. Hata hatubabaiki, wababaikao ni wengine. Haki mimi ililetwa miswahafu hapa na ikasomwa, hasa baada kisha kusoma nilisimama nikaweka mambo sawa, kasema tusifanyeni wasiwasi. Kitabu cha Mungu hakiwezi kubadilishwa, shekhe, kabisa. Mtu asilale akaota, shekhe, hakiwezi kubadilisha. Hakuna usema kwamba kwa sasa itakuwaje Wakristo wanafanya hivyo wanafanya hivi. Ni upuzi, mkupoteza wakati. Manake kuna mmoja alisimama mpaka katulaumu sisi, mumekaa tu nyinyi katika miji bwana, mwastarehe, watu upotoshwa huko, wamepelekewa Qur'ani nyingine. Muislamu hata ambaye hakusoma, shekhe, hunswahafu alozoea akapelekewa kitabu chengine hakitaki. Muislamu ni Muislamu, shekhe. Kumbukeni kisa, nimesahau ni mji gani, jitu ambalo ni kafiri, kutaka kuwaonyesha makafiri wenzao ya kwamba kumtoa Muislamu kwenye maadili ya kitabu chake hatuwezi kabisa. Jamaa akasema tuwaweza, kafiri mwenzake akasema hamwezi. Kivipi? Akaambia kwanza tufanyeni jaribio, tufanye majaribio, itatupa picture ya kuweza kuwatoa kwenye maadili ya hiki kitabu ama kutoa. Akaambia haya, vipi? Akaambia tu siku ya Jumapili tuwaote jamaa wako katika kanisa. Baada dhalik tuchukue Bible hii tuichane chane, baada dhalika tuipeperushe katika barabara, milangoni, nini, lakini wawe hawatuone. Kisha tuweke ujasusi wetu unatazama watakapotoka kwenye kanisa wataekti vipi. Baada ya hapo tutashika mfumo mwingine. Wakafanya, ikachukuliwa kitabu na wao hukiita kitabu kitakatifu, wakakichana chana, ikapeperushwa katika kila sehemu. Kisha ujasusi uko chonjo. Jamaa wakati walipomaliza ibada yao ya ndundo, washachoka kucheza, sasa ikawa wanatoka na machai yao washaabudu. Wakitoka wakawa wanaambizana, lakini si ni Bible hii, nani alifanya kazi hii? Na huku anaikanyaga kila mmoja mshishie mrembo wake mkono na kiskati chake, wendao zao washaabudu. Wakakanyaga wakaenda zao, mambo yameisha. Sawa, ujasusi kule unatazama. Wakaenda kwenye conference yao. Haya, mumeona? Tumeona. Haya, sasa tungojeni siku ya Ijumaa. Sasa khutba yaendelea, Waislamu wote kimya, manake ni watu wa nidhamu. Khutba ikiendelea kimya, huwa husikiliza khatibu tu. Tuichane Qur'ani barabarani kila sehemu, ujasusi kisha nao fanye kazi yao. Wakafanya siku ya Ijumaa, wakaifanya hiyo kazi. Sasa imamu baada ya kutoa salamu watu hutoka. Subhanallah, atokae kuiona Qur'ani kwanza upata mshtuko, la haula wala quwwata illa billah, astaghfirullah, kupigia istighfari mwenyewe. Wanawake, watu wazima, mabarobaro, vijana, kazi, hakuna kwenda kula, shekhe, kuokotwa, shekhe, ikaokotwa na huku jamaa husonya, huntefuta tusimpate alofanya kazi hii, na tukampata alofanya kazi hii tutamchana kama alivyochana. Ujasusi wasikiza tu. Wallahi hakuondoka mtu mpaka wakahakikisha ardhi tahara, hakuna hata ukurasa mmoja wenye harufu moja. Wakarudi kwenye conference. Ule bwana akamwambia, je, mwasemaje? Akasema hatuwezi, maana nkutefuta mauti. Kana pale mtu alijitokeza tu
aseme kwamba kwa niloifanya kazi hiyo ni mimi, shekhe, haongepatikana hata mfupa wake. Sisi tu twajiachilia kwenye wakati tulionao kwa hofu nyingi, lakini ezi ni ya Waislamu. Sasa hapo nakupa ni mfano, ni kitabu hiko kile chaitwa kitabu kitakatifu, na pana taharifi chungu nzima ndani yake na kikakanyagwa kanyagwa, lakini angalia ambacho ni kitabu kitakatifu halisa hakikatan. Hata ambaye ni mkora aloswali Ijumaa alikaa ataka aonyeshe ule uchungu wake ya kwamba siwezi mimi kukipita kitakatifu. Hatuwezi kabisa kuwatoa Waislamu kwenye maadili yao. Sasa ati asimame Mkristo, kusimama kwake aseme mbona hapa aya yasema hivi na pale aya yasema hivi, si hiki kitabu kijagongana? Wewe Mkristo hivi utakokuifanya ni mjuzi wa lugha ya Kiarabu kuwashinda Waislamu walosoma Kiarabu kitabu chao? Hatubabaishwi wala hatubabaiki, na Qur'ani itabaki vile vile twahara safi ila an yaritha Allahu al-ardha man 'alayha. Kwa hivyo hapa asije akakwambia tone la manii ama udongo. Sisi tunasema kupitia kwa vitabu vya tafsiri, tone la manii halipatikani bila ya udongo, na hizo shahawa za kumwaga hayo manii, kama si udongo ungetefuta umwage nini, hupachi, takuwa ukimwaga upepo na povu. Lakini kupitia kwa udongo ndiyo kupatikana umwagikaji wa manii. Shahawa zatokamana na nini? Shahawa zatokamana na chakula, shahawa zatokamana na shibe. Ndipo ukaambiwa kula nno hatari sana kwa usalama kwa mabarobaro. Ndipo barobaro akaambiwa funga ikiwa hujaoa. Kufunga kutakudhoofisha, kuweka ndani masaa 24, wallahi utachemka. Ukichemka ni wepesi kuzini. Ukipiga konde moyo wako sitaki kuzini, utapiga sabuni, utazimaliza madukani. Tumeelewana vizuri sana? Kwa hivyo utaona kwamba kuwa shahwa mara nyingi hutokamana na shibe hutokamana na chakula mpaka ukipande, kukipanda mpaka ukiweke kwenye udongo, kitoke ule chakula kimetokamana na udongo ambao ndio asili ya manii. Kwa hivyo pale walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tumemuumba mwanadamu kwa asili ya udongo. Kwa hivyo Mkristo atakuwa hapati ndia hapo. Tayib, ndipo kasema huwaladhi khalaqakum min turabin, yeye Mwenyezi Mungu ndiye aliyewaumba kwa udongo. Thumma min nutfatin, kisha kwa tone la manii. Thumma min alaqatin, kisha kwa pande la damu. Thumma yukhrijukum tifla, kisha akawatoa mkiwa ni watoto wadogo. Thumma litablughu ashuddahu, kisha mufikie ili mufikie ule miaka ya kubalighi, sasa miaka ya utu uzima. Kisha Mwenyezi Mungu asema wa minkum thumma litakunu shuyukha, kisha muwe wazee wakongwe muzeeke. Wa minkum man yutawaffa, hapo Mwenyezi Mungu asema katika nyinyi kuna atakaifishwa min qabl walitabluhu ajala musamma, na ili mufikie muda ule maalumu uliowekwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni aya ya 67 katika suratu Ghafir. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusema wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalq, yule ambaye tunamzeesha tunamrudisha nyuma katika umbo, afala yaqiluna, basi hawayafikiri. Hii ni aya ya 68. Aya ya 69 kisha Mungu kaunganisha nini? Kaunganisha kumzungumza Mtume Muhammad. Na hapa pia pulika vizuri, Mungu kasema wama allamnahu shi'ra, hatukumfundisha Muhammad mashairi. Wama yambaghi lahu, wala haimpasi, haikuelekea kamwe Muhammad kujua mashairi. In huwa illa dhikrun wa Qur'anun mubin, huu ni ukumbusho na ni Qur'ani iliyo wazi. Kwa maana hii Qur'ani ni dhikr, ni ukumbusho na ni Qur'ani iliyo wazi. Hakufundishwa Mtume Muhammad mashairi
wala halimpasi la Mtume Muhammad kujua mashairi. Ikhwatal iman, ukisikiliza aqwalul mufassirin kwenye aya hii utakuta jinsi Mwenyezi Mungu amewazungumza waimbaji mashairi kwa waimbaji mashairi walivyo, na zile fani mbili walizozichukua waimbaji mashairi katika almadhu walhijau. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa nini Mtume Muhammad hakufundishwa mashairi, wala halimpasi kabisa la Mtume Muhammad kujua mashairi? Kwa sababu waimbaji mashairi Mwenyezi Mungu amewazungumza hivi katika Qur'an, ambalo halielekei la mtume kuwa hivyo, kuwa mwimbaji mshairi. Suratu Shuara mwisho sura yenyewe ikaitwa sura ya waimbaji mashairi. Mwenyezi Mungu kasema haya, washu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, waimbaji mashairi wanafuatwa na wapotevu. Waimbaji mashairi wanafuatwa na wapotevu. Maana yake asema yattabi'uhumudh-dhallun, wanawafuata waimbaji mashairi watu wapotevu. La ahlal basira, si vachu vekevu venye akili, warashad, vachu wapotevu ndivyo wanavyowafuata waimbaji mashairi. Ikiwa mwenye kumfuata muimbaji mshairi, lugha ya Qur'ani imewaita wapotevu wenye kufuata waimbaji mashairi, itakuwaje Waislamu? Wapotevu zaidi, au sivyo? Suratu Shuara. Kwa nini wapotevu? Qur'ani ikasema, humwambia Mtume Muhammad, alam tara annahum fi kulli wadin yahimun, huwaoni waimbaji mashairi kila barabara waishika wao? Alam tara ayuha sami'ul aqilu, huoni, hujui ewe mwenye kusikiza, ewe mwenye akili, annahum, kuwa waimbaji mashairi, yaslukuna fil madihi wal hijai, washika barabara ya kusifu na kushambulia, kulla tariqin, kila barabara, yamdahuna shay'a, huja wakakisifu kitu, baada an dhammuhu, baada kukikashifu kile kitu. Halikukosa Sheikh, chembe kimeingia nyamani, ni kwa kuwa Mungu amewaeleza ndivyo walivyo waimbaji mashairi. Huja wakakisifu kitu baada kukikashifu, ama wakakikashifu kitu baada kukisifu. Wayuadhimuna shakhsa, huja wakamkuza mtu, wakamtukuza mtu, baada an ihtaqaruhu, baada kumkejeli na kumdhili. Huja wakamkuza kwa kumsifu kwa mashairi, wakati huo pendo liko juu, wampenda ule mtu. Pendo likigeuka kumtukia, mashairi yakawa ni ya kumkashifu na kumwangusha. Si lugha ya bahero hiyo, ni Qur'ani tukufu, suratu Shuara, na haya ni maneno ya mufassirun. Imamu Tabari katika tafsiri yake, na kitabu cha Ibn Jariri Tabari ndicho kitabu namba 1 duniani katika tafsiri. Namba 1 katika vitabu vya tafsiri ni kitabu cha Ibn Jariri Tabari, inayoitwa Tafsiru Tabari, juzu ya 19 safha 78, asema wa hadha mathalun, asema huu ni mfano, dharabahu Allahu lahum, Mungu amewapigia wao, kwa maana amewapigia washairi mfano, fiftitanihim, katika kule kufitini kwao, fil ujuhi allati yuftinuna fiha, kwenye njia ambao wao wanafanya hizo fitna, bighairi haqqin, bila haki yoyote. Fayamdahuna bilbatil, waimbaji wa shairi huja wakasifu kwa ubatili, qauman, kuwasifu watu, wayahujuna akharin, wakenda wakawashambulia wengine kwa mashairi kwa sababu tu ya ubatili. Ona jinsi Mwenyezi Mungu alivyolenga. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, na kwamba waimbaji mashairi wanasema wasioyafanya. Yukadhibun, wanasema uongo. Fayunsibuna li anfusihim ma lam ya'maluhu, hujitegemezea nafsi zao mambo ambayo hawakuyatenda kabisa, na haya hayastahiki kuwa nao Mtume Muhammad. Ndipo Muhammad Mwenyezi Mungu asema, wama allamnahu shi'ra wama yanbaghi lahu, kwa sababu hali ya waimbaji mashairi, hali yao ni hii: akipenda husifu, akitukia hutukana.
akipenda humkuza mtu akampeleka wingu wa 7, akitukia humshusha mtu ardhi ya 7. Ndivyo desturi ya waimbaji mashairi, na haya hayastahiki kupatikana kwa Mtume Muhammad. Wa annahum yaquluna ma la ya'malun. Abu Hayyan asema akhbara ta'ala 'ani shu'ara'i, Mwenyezi Mungu ameeleza kuhusu waimbaji mashairi, bil ahwali allati, kwa hali ambazo tukhalifu hala nubuwa, zakhtalifiana na hali ya unabii, hali ya utume, na an-nubuwa ni alwahi. Waimbaji mashairi hali zao zakhtalifiana na halu nubuwa. Idh amruhum, kwa sababu mambo yao waimbaji mashairi, kama dhukiran, kama jinsi ilivyotajwa, min tiba'il ghuwati lahum, ni katika kufuatwa na wapotevu. Waimbaji mashairi hufuatwa na watu wapotevu. Wasulukihim, na kule kushika kwao, afanina alkalami, fani za maneno, min madhi shay'i wa dhanbihi, katika kusifu kitu na kulani kitu. Wa nisbati ma la yaka'u minhum ilay, na kujitegemeza mambo ambao hawanayo kabisa. Wa hadha mukhalifun li hali nubuwa, na hii yatafautiana na hali ya utume. Fa innaha tariqatun wahida, hali ya nubuwa ni barabara moja. La yattabi'uha illa ar-rashidun, hawaifuati isipokuwa wale waongofu. Ndipo Mwenyezi Mungu sema wa ma 'allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu, kwa sababu hali ya waimbaji mashairi ni hiyo. Tambi, wanavyoni kisha wakasema uzindushi, kwa kuwa anazindusha waimbaji mashairi, na hii ni lugha ya Qur'an. Asema shi'ri ni nini? Asema shi'ri, ash-shi'ru babu min al-kalami, ni mlango katika maneno. Hasanuhu hasanun wa qabihuhu qabihun, uzuri wa mashairi ni uzuri na uovu wa mashairi ni uovu. Mtu aamuapo kukutungia mashairi mazuri, utaona utamu wa fani hii, na aamuapo shekhe kukukashifu, utaona uchafu wa fani hii. Wa inna ma dhamma ta'ala, na Mwenyezi Mungu amelani na kukashifu mashairi, lima fihi min almughalati, kwa yale yanayopatikana ndani katika watu kukeuka mpaka sana, wale waimbaji mashairi kukeuka mpaka sana. Wal ifrati, na kule kukeuka mpaka, fil madihi wal hijai, katika kusifu na katika kuchukana. Na ni kweli jamanini, Qur'ani ndiyo hii tunaotafsiriana jama, na ni sisi tunaosikiliza makaseti ya waimbaji tofauti tofauti, kwenye kusifu kwake wanawake na kwenye kukashifu kwake wanawake. Wakisifiwa wanawake na mashairi na waimbaji mashairi, ikawa milolongo kwa milolongo, wakafanya uchafu. Ndipo ukaona wengi katika waimbaji huwa wazinifu, na wengi katika waimbaji huwa wana watoto wa nje ya ndoa wengi. Kwa nini? Huwa amemsifu mrembo, mwenye kusifiwa akasema ni yeye. Sasa kila mmoja atakawe namba ya kwanza kumfuatia, uharibifu ukapatikana. Ikiwa hali ni hiyo, haistahiki hali hii kuwa na Mtume Muhammad. Ndio Mwenyezi Mungu asema wa ma 'allamnahu shi'ra, hatukumfundisha mashairi, wala haimpasi kabisa Mtume Muhammad kujua mashairi. Wa mujawazati haddil qasdi fihi, kukeuka mpaka wa makusudio kwenye shairi, mshairi au washairi, hata yufadhilu ajbana nasi, mpaka waweza kumfadhilisha na kumtukuza muoga wa watu. Mtu muoga fisi, lakini akaja akatungiwa mashairi ya ushujaa, ukamuona simba yeye. Ala antaratin, akasifiwa ajbana nasi kuliko Antara. Antara ni moja katika mashujaa. Sasa muoga akasifiwa na mshairi, ukamuona huyu simba, na simba shujaa ukamuona fisi wa kuotea. Kiangushwa chona shujaa, na yeye akaenda kati ya mdomo wa sadaka. Ndio hali ya waimbaji mashairi. Wa ashahahum ala hatimin, waimbaji mashairi waweza kumsifu bakhili. Tena hapa asema ashaha, kuna albukhlu wa shuhu.
kuna albukhlu washuhu. Albukhlu washuhu ni tofauti. Ubakhili haujambo kuliko ashuhu. Ashuhu Mtume kaomba katika dua pia asimfanye katika wale watu ambao wana shuhu, kwa sababu mtu akiwa na shuhu huwa hata kula nafsi yake pia huona uchoyo. Sasa mtu afikie kiwango kuwa choyo wa kula mwenyewe, atamlisha mke mtu huyo, atalisha watoto mtu huyo. Ndio wale watu ambao mahisabu masaa 24 la chenji ya shilingi 5 dala kwa lugha wana wetu. Ikiwa hukunrudishia baba, aweza kukutambua kipande kiti cha ngoto, akusugue ngoto ya kisawa sawa, kisha kwamba kuulize dala yangu iko wapi. Ni hawa wacho hesabu wachukua. Ikiwa dala masikini ya Mungu amesuguliwa ngoto, kama hakurudisha chenji ya 100 hatutamtafutia sanda. Huyo ni mtu shahihun, jitu shuh. Ubakhili haujambo. Sasa muimbaji mshairi huyu ambaye ni muovu, ambaye ana hii yani kilma hiki cha ashuh, aweza akasifiwa akawa ni mtoaji kuliko hata yule yani Hatimi Tayi, ambaye alisifika kwa Waarabu kwamba kuwa ni mtoaji na alipigiwa mifano kwa utoaji. Akasifiwa bakhili kuliko humtoaji, na akachukana mtoaji akaonekana kwamba kuwa hafai lolote. Ndio desturi avashairi walivyo. Wayubhitul baria, waweza wakankashifu na kuntuhumu alochakasika. Mtu akawa ameketi mwenyewe amejihifadhi, hana doa na hakuna alokosa doa, lakini kwa kujitahidi waweza ukajiona huna doa na ukawa nayo, lakini ikawa pengine ni vile vidoa ambao havijambo, atharati na hafawati, vijikosa ambavyo havina budi havimwepuki mwanadamu. Akaja akachafua, akamuimbia ama akantolea kaseti, akawa hawezi hata kutembea barabarani yule alotolewa kaseti. Ndivyo desturi wa shairi walivyo jamaa. Na kaseti twazisikia. Ukatolewa kaseti ukawa watamani kutembea barabarani, ukazungumzwa kutoka kidole chako cha gumba mpaka nyele ya mwisho wa kishogo chako, akawa hukuwasha tu na kukuchefua, ukashindwa kutembea. Waimbaji mashairi hapo ni kipindi amekutukia. Lakini ikigeuka pendo, shekhe atakutolea kaseti uonekane ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Huwa losifiwa si mwanadamu, hum malaika. Ndivyo waimbaji mashairi. Na barabara hii haifai kuwa nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndipo akasema wama allamnahu shi'ra wama yanbaghi lahu. Wayufsiqu taqiya, waimbaji mashairi waweza kumfanya fasiki mtu mcha Mungu. Mcha Mungu akafanywa mfasiki alotoka katika toa. Warubama rafa'u shakhsan ila al-awji, muimbaji shairi aweza kumuinua mtu akampeleka juu mawinguni huko wakati anapompenda. Thumma idha ghadibu alaihim, kisha wanaponkasirikia, anzaluhu ila al-hadidi, huja wakateremsha chini, tena chini kabisa. Wa hadha mushahadun malmusun, na haya yashuhudiwa na kila mmoja ayaona. Min akthari shuarai, kwa wengi wa waimbaji mashairi. Illa man istathnahu Allahu azza wa jalla, isipokuwa wale ambao Mwenyezi Mungu amewavua. Kuna waimbaji mashairi Mwenyezi Mungu amewatoa kwenye sifa hizo. Washairu, na mshairi, qad yamdahu shay'an, aweza kukisifu kitu, wayadhumuhu, na akakitukana kitu, bihalawati lisanihi, kwa utamu wa maneno yake, wa quwwati bayanihi, na bayana yake ya nguvu. Na Mtume asema inna minal bayani la sihran, hakika ubainifu ni sihri. Waweza kulewa kwa maneno, akakulewesha kwa mashairi, mara ikawa tayari amekusifu na wewe ukatakabbar, ama akakukashifu na wewe ukanyongeka. Ndivyo desturi ya waimbaji mashairi walivyo. Kuna muimbaji mshairi mmoja nimeiona kwenye hadithi, siikumbuki katika kitabu gani, ikiwa nitakosea Mungu anisamehe, lakini hakikatan Al-Farazdaq. Wa huyu
ndiye atakayebeba bendera za mashairi ya waimbaji mashairi kuingia motoni. Alikuwa ni mchafu katika mashairi Farazdak. Watu wenye kusoma adab abakisomeshwa Farazdak mashairi yake na msimamo wake, watabeba bendera ya waimbaji mashairi motoni. Asema kulitajwa hapa, ametajwa ni Muhammad Ali Sabuni katika Safwatu Tafasir. Farazdak huyu aliimba baiti za nyimbo mbele ya mfalme Suleiman ibn Abdul Malik. Alichunga shairi huyo, na katika mkusanyiko wa mashairi yake alizungumza kuhusu wanawake warembo twahara, wanawali tena wale ambao ni bikra. Basi kwa uchafu wake huyu jamaa akasema fabitna kaannahunna musarraatun wa bitu afuddu aghlaqa alkhitami. Maneno uchafu. Alisema fabitna, hawa warembo wasichana walilala kama kwamba wamepagawa, wamekosa fahamu, walilala wakawa hawajichambui. Sasa walipolala hawajichambui, wabitu afudhu aghlaqa alkhitami, na mimi nikalala nikiwa nafungua zile zifundo na vifungo vyao. Yani alimaanisha kwamba wanawali hawa walipolala kama ambao wamepandisha mapepo hawajifahamu, na yeye alianza kufungua zile bikra za, yani alivachefua kwa kuondosha ubikira wao. Aliponena maneno haya, Suleiman akamwambia qad wajaba alayka alhaddu, imewajibika upigwe hadi wewe, kwa sababu maneno uliyosema ni machafu kuhusu wanawake. Faqala Farazdak, akasema ya amira almu'minina, ewe amiri wa waumini, inna Allaha qad daraa anni alhadda, hakika Mwenyezi Mungu ameniepushia mimi hadi. Wewe unataka kunipiga bure? Mungu amekuepushia vipi hadi? Akasema Mwenyezi Mungu asema katika suratu Shuara, na mimi ni shairi, alam tara annahum fi kulli wadi yahimun, huoni kwamba kuwa hawa washairi kila barabara huifuata? Wa annahum yaquluna ma la yafalun, na kwamba washairi husema wasioyafanya, na mimi mmenena hasio kwamba kuwa mmefanya, ndio mfaji ushairi. Subhanallah. Aliposema hivyo, Zamakhshari katika kitabu chake Al-Kashaf juzu ya 3 safha 271 asema fa'fa anhu, akansamehe. Hapigiki tena huyo, sio kwa sababu amesema kweli. Akasema sio kwamba kuwa nilifanya, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameniepusha hadi. Kwa kusemaje alam tara annahum fi kulli wadin yahimun, kwa sababu husifu vapendapo vakachukana vatukiapo. Kisha akasema wa annahum yaquluna ma la yafalun, wasema wasioyafanya. Na mimi nilisema tu kuwa walipokosa fahamu nilikuwa kifungua ule ubikira wao. Mmesema tu, sio kwamba kwa nimefanya. Suleiman ibn Abdul Malik akansamehe. Hali ikiwa ni hii, ndio isiwezekane Mtume Muhammad kujua mashairi wala kufundishwa. Mungu akanchakasa kwa kusema wama allamnahu shi'ra wama yanbaghi lahu. Sasa hapa ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema isipokuwa wale ambao Mwenyezi Mungu kawatoa wawe hawana sifa hizi, wapi? Mwisho wa suratu Shuara, illa alladhina amanu wa amilus salihat, isipokuwa wale waimbaji mashairi waliomuamini Mwenyezi Mungu na wakafanya amali mzuri. Kwa maana sadaqu fi imanihim, wameswadiki katika imani zao, wa akhlasu fi a'malihim, wakafanya ikhlasi katika amali zao, wa dhakarullaha kathiran, wakamtaja Mungu sana. Yani wale ambao huchunga mashairi katika chungo zao wakawa humzungumza Mwenyezi Mungu, wanazungumza tauhidi, hawa ndio wamevuliwa kwenye hukumu kama hii. Kisha asema lam yushghilhum shi'r, halikuwashughulisha wao mashairi an dhikrillahi, na kumtaja Mwenyezi Mungu. Walam yaj'aluhu hammahu, hawakuyafanya mashairi kwamba kuwa ndio bidii yao na nguvu zao, au kwamba kuwa ndio dini yao hasa. Wantasaru, na wakajinusuru, wakajitetea, min ba'di ma dhulimu, baada kudhulumiwa. Hawa ndio washairi wanaotakiwa kana. Yani walijitetea baada ya kudhulumiwa. Kama Mtume Muhammad alikuwa na waimbaji wake mashairi kina Hassan bin Thabit, kwa maana
mashairi yakitoka kwa upande wa makafiri wakimtukana mtume na wakiikashifu dini, na mtume akimwambia Hassan bin Thabit, washambulie, ulimi wako ni mkali kwao kushinda hata kupigwa kwa panga. Akipewa oda hiyo Hassan bin Thabit huja akasimama, na alikuwa mwana hodari, akaja akayamimina sasa huwajibu makafiri lugha ya mashairi kwa kuwatukana kama wanavyomtukana mtume Muhammad na kulishajiisha jeshi la Kiislamu. Hawa ndivyo washairi ambao Mungu amesema illa alladhina amanu, si wale wa kusifu warembo na kutukana warembo, sio hao. Hajjul mushrikin, wale washambulia washirikina, difa'an anil haqi, kwa ajili ya kuitetea haki, wa nusratan lilislam, na kwa ajili ya kunusuru Uislamu. Kisha akasema wantasaru min ba'di ma dhulimu wasayalamu alladhina zalamu, watakuja jua wale walojidhulumu. Wa'idun 'am fi kulli dhalimin, ni onyo kali kwa kila dhalimu. Tatafattatu lahu alqulub wa tatasadda'u lihawlihi alakbad, nyoyo zipasuke pasuke na maini vile vile yapasuke pasuke kwa kuyasikia haya. Wasayalamu dhalimuna, madhalimu watakuja jua. Almuaduna lida'wati Allah, wenye kuipiga vita da'wa ya Allah. Wa ma'ahumus shu'ara'ul ghawun, wakiwa pamoja na wao waimbaji mashairi wapotofu. Watajua nini? Ayya munqalabin yanqalibun, yani ni maregeo gani watakaoregea. Ayya marja'in, ni maregeleo gani yarji'una ilayhim, watakaoyaregelea. Wa ayu masirin, vile vile kwa maana maregeo gani yasiruna ilayhi. Fa inna marja'ahum ila al-iqab, maregeo yao ni kwenye mateso. Wa huwa sharru marja'in, na ni maregeo ambao ni shari. Wa masirahum ila an-nar, na marudio yao ni motoni. Wa huwa aqbahu masirin, na ni maregeleo ambao ni maovu kabisa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia wa man nu'ammirhu, na tunayemzeesha, nunakisu fil khalqi, tunamrudisha nyuma katika umbile lake. Afala yaqiluna, basi hawafikiri. Wama 'allamnahu shi'ra, hatukumfundisha Muhammad mashairi. Wama yanbaghi lahu, wala haimpasi Muhammad kujua mashairi wala kuimba mashairi. In huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin, haukuwa huu usipokuwa ni ukumbusho na ni Qur'ani iliyo wazi. Inamuonya mtu gani? Liyundhira man kana hayyan, ili muonye hii Qur'ani alo hai. Kwa hivyo alokufa hawezi kuonyeka. Kwa nini? Qur'ani. Na hii ni aya iko katika hiyo suratu Yasini tunaosomea wafu. Liyundhira man kana hayyan wa yahiqqa alqawlu ala alkafirin, na neno litimie juu ya makafiri. Ni aya ya 68 mpaka aya ya 70. Akipenda Mwenyezi Mungu, kesho tutaendelea aya ya 71 mpaka tutakapofika. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuwafikie kwa haya inshallah. Kama una swala kwa tuliyozungumza uliza. Kama kuna swala uliza. Naam. Wa alaikum salam. Naam. Basi kwanza afwan, jazakallah khair. Yani hiyo riwaya uliyoipata, sema kwa hawa mashia, siseme ndugu zetu, si ndugu zetu ndarandara hawa. Naam. Sisi tunajua kiumbe cha kwanza ni Adamu kwa mujibu wa Qur'ani tukufu, na ndiye baba wa walimwengu wote, na walete dalili za kuthibitisha kuchangulia kiumbe kabla ya Adamu. Ama ikiwa viumbe vikubwa vya kumchambulia kiumbe mwanadamu alikuja kiumbe cha mwisho. Kulikuwa mbingu, kulikuwa ardhi, hata majini hawa waliwachangulia wanadamu, alaysa kadhalika? Sampulia, lakini waelete mambo kwa ufafanuzi wao.
wasilete mambo ambao ni ya kutia shaka wasikilizaji ama waumini kwenye kitabu ambacho hakina shaka. Mafhumu? Propaganda zao ni nyingi. Twajua kuna viumbe vilivyomchangulia mwanadamu, lakini walivieleze kwa mujibu wa Qur'ani tukufu ili watu wastafidi. Naam. Sasa twataka umbane vizuri sana, atoe hiyo hadithi aliitoa wapi, ya mwanadamu gani alonchangulia Adamu, ili Adamu ave si baba naye pia mwana kama sisi. Basi hatuna kero sisi, tutawaandama tu. Lakini wasituambie kwamba kwa pengine ni ule panya wao walioko kwenye jabali ambaye hajatoka mpaka leo. Lakini sisi twajua Adamu ni baba yetu. Kama kuna kiumbe mwanadamu kabla ya Adamu, hatu burhanakum in kuntum sadiqin, hatuna waswasi. Akhar. Naam. Alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Mara nyingi katika madarasa tunasikia mahali wetu watokea kwa kusisitiza ile nukta anasema mshairi. Naam. Anasema sasa bila kufahamu mshairi ubaya. Jazakallah khair. Ni kweli katika madarasa tunakuta wahadhiri huweza kukusomea aya swali mzuri, akakutafsiria hadithi, kisha katika kutilia mkazo ama kukurubisha maana pia kwambia hata mshairi fulani amesema, akiatoa wale mashairi huwa yameshuka mfumo mmoja kwa maana aya na kwa maana hadithi. Ndivyo hawa washairi Mungu alosema illa alladhina amanu, isipokuwa waloamini. Hawa sivyo wale wa kuchefua wapendapo na kusifu wapendapo na kuchefua watukiapo. Hawa katika waimbaji mashairi ambao ndivyo wanaotakiwa, ilokuja istithnai katika suratu Shuara mwisho. Hata ukishika ni tafsiri ya Kiswahili utakuta kwamba utakuta katika tafsiri hizi za Kiswahili pia ameeleza katika sherehe ya kwamba hawa illa alladhina amanu wa amilu salihati ni kina nani? Kwa sababu hata tumeona Hassan bin Thabit alikuwa ni mshairi, tena watu wajua kwamba kuwa ni mshairi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwa kuwa walikuwa wametoka kwenye mfumo huu ambao si mfumo mzuri wa waimbaji mashairi. Mafahamu? Lakini uangalia hata katika siasa mbunge tumpendao kana mimi ni shairi, tachunga chungo za kunsifu ili watu wote wampe kura, na siku ngeukapo simpendi tena nichungie chungo za kunchukana watu wote wasimpe kura. Wakati nilipompenda kampeka kwa watu kwamba kuwa malaika na watu wote wataka baraka zake, na wakati nilipontukia kawavonyesha watu hu shetani na watu wote wakankimbia. Hawa mbashairi waovu. Lakini washairi wema wako wanaochunga chungo pengine tendi ambazo wewe ukizisikia wataka uzisikie tu, uisikie kaseti huzungumza kuhusu maisha ya ndoa ya mwanamke. Kama mke nyumbani watakiwa ukae vipi na mumeo, chungo ambazo maana yake amestambiti kupitia kwa aya na kupitia kwa hadithi. Kisha kaseti nyingine humzungumza kuhusu mume wataka uwe vipi na tangamano la mkeo, nasaha ambazo ni nasaha za Kiislamu. Hao ndio washairi tunaowapenda, tufao kusikiza nyimbo zao. Lakini hawa kuwa usiku zima silali utoko na povu kwa kukupenda, hawa hatuna haja nao sisi. Barakallahu fik. Naam. Sawa babangu. Jazakallahu khair. Naam ustaz. Naam baba. Ukishajua huyu ni Shia. Mathalan wewe usio mfulie. Shia. Shia jirani yako akiwa huyu ni Shia. Na amefikiwa na mauti. Sasa mkuja msikitini ile kuswalia. Masala kunswalia kimimi sinswali kwa sababu itikadi yangu kafiri. Na kafiri haswaliwi, siogopi mimi kusema hivyo. Ama kwenda kushiriki kwenda kuzikwa si lolote,
Si kama kwenda kunzika punda tu, wakati pia wacho sikuandama punda ndo kuzikwa akaenda kanini, au sivyo? Na yeye kwenda lilengofu kwa ni gofu ni mfu inyengarika. Umefahamiana? Halifai kuwatwa, litatoa harufu likipa ugonjwa. Sasa nkana kwenda kumbiria tu. Lakini jeneza ya Shia ikitiwa msikitini, mimi kivyangu mimi si swali, kwa sababu akwali zenye nguvu zenye kutegemeleka kuhusu kafiri wao, mbali kuhusu fikra yao kwenye Qur'ani, fikra yao kwenye malaika, fikra yao kwenye mitume, fikra yao kwenye Ali na maneno waliozungumza. Wallahi pana fatwa ya wanavyoni ya kwamba hata Mshia usimuozeshe binti yako, kwa sababu wamefika mbali katika uovu. Barakallahu fik. Akhar. Wa alaykum assalam. Naam. Ukiimba kasida tukiipacha ina maana, na maana hayapingani na Qur'ani wala hadithi, tutachukua kwamba kwa sisi nasa. Lakini ukituimbia kasida nza kutawasali, ukitawasali umwate Mungu, uande bi rasulillahi wal badawi wa rijali min bani alawi, tutakuatia mwenyewe. Tuna haja kasida hizo. Tunataka kasida za tauhidi, kasida za uchamungu, kasida ambazo zitakupa uzoefu vile vile katika wahdaniyatullah. Tutafautisheni hapo ndugu zangu. Naam. Sasa hizi kuja ngoma kwenye msikiti ya watu wa Kigoma. Msikiti si kanisa, na sisi tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na katika misikiti haitaki midundo. Msikiti ataka khushui na utuifu wa swala, na hakuna ibada ya kumpeka mtu peponi kuingia peponi kwa ngoma. Na kama mtu huingia peponi kwa ngoma, kuna wacho mahodari ya ngoma wangetushinda, wangeliingia wengi katika hiyo pepo. Lakini Mungu hakuweka kwamba kwa pepo hupatikana kwa ndundo, pepo hupatikana kwa utiifu. Msikiti hauhusiani na watu kupiga magoma. Licha kupiga magoma, hata maneno ya sauti ya hali ya juu yasiyokuwa dhikrullah pia makosa katika msikiti. Tumeelewana sana? Kisha tutafautishe mwanangu, tusivafanye Wakristo wakiata Ukristo, wakiata kanisa kwa sababu dini gani hii ya ngoma, wasije msikitini wakaona tumetoka wapi tumeenda wapi. Mbona tumetoka ngomani tumekuja matwarini? Na zote ngoma tuziacheni, kwa sababu wenzetu wapate kuvutika na misikiti yetu. Wallahu a'lam. Naam. Naam. Sikumbuki kwamba kuwa mtume kahudhuria mazishi ya kafiri, sikumbuki. Tumefahamiana sana. Lakini kwenye sharia yetu, rafiki yako kafiri ameenda kuzikwa, ukenda kuhudhuria mazishi yake si tabu, kwa sababu hutoandama mila yao, wala usiingie katika kanisa, wala usimwambie Allahumma ighfir lahu warhamhu, kwa sababu hata kuzuru makafiri sisi tumejuziwa, na aloamrisha ziara ni mtume, kwamba kwa kuzuru makaburi kutawakumbusha nyinyi akhira, na makaburi ya makafiri pia waweza kuyatembelea ili ujikumbushe kwamba kwa hawa wamelala katika makaburi wakiwa wako nje ya haki, walimpinga Mola wao. Tumefahamiana? Kwa sababu pana hadithi inayosema ukipita kwenye kaburi la kafiri fabashirhu bin nar, mpaka ulipopita kwa kuwa umezuru, ndivyo sivyo? Ndipo ukaona hata katika msiba wa wasiokuwa Waislamu, ikiwa muna ihsani na muamala wa kijirani, unaweza kwenda kuambia poleni sana kwa waliosibu, kisha kazi, ili tu pengine nia yako kwenye hayo unaweza kuvuta wengine kusema kwamba kwa hao Waislamu shekhe mambo yao hayafanani na sisi kabisa, hawa ni watu wa imani kikweli kweli.
Na wakati mwingine aweza mjirani wako ni Mkristo amekufa akakuletea kitabu ujaze na wewe kama utatoa 100 ama 200 kwa lengo la kuchanga kwenda kuitoa ile maiti ambao huchochoma firijini. Alesa kadhalik. Msimamo wangu ni kwa kuwa sio kwamba kuwapata madhambi ukitoa. Mjirani yako ni kwa kuwa ni ifanywe mpango enda katolewa uondoke ule udhia. Yani masala kuondoka udhia na pengine kupitia kwa hilo. Innamal a'malu binniyat. Aweza mtu akasilimu pia. Ambaye hupia ametoa msaada wake katika kusaidia maiti yetu kuondoka kutolewa mochari. Hii ni dini ya imani kweli kweli. Nionyeshe mwalimu nende nikasilimu. Utakuwa wewe umefanya jambo la ubora. Tumeelewana? Mambo kwa mipango na mambo kwa utaratibu na mambo kwa nidhamu ya hali ya juu, kwa sababu dini yetu ni dini ya nidhamu ilotufundisha kukaa popote na yoyote na tusipate matatizo yoyote. Naam. Ustaz. Naam. Naam. Kwa kweli msikitini sisi mbona tulete hizi miradi za Ramadhani msikiti mwingine sio? Kwa kuwa hachutaki wenyewe. Sema kosa. Sema kosa. Mpaka tuliposema kwamba kuwa hatutaki, kwa kuwa tuna njia tulizopewa na mtume wetu kuleta nyiradi. Njia hizo zikifuatwa sisi njia ikiwa hazifuatwi sisi hatutaki. Kuomba ni kila mtu uhuru wa kuomba kivyake kwa sauti ya chini, tusishawishi wengine. Lakini kuomba kwa mikelele, hatutaki kufananisha nyumba takatifu na majumba mengine ambao mfujo lingi hayaitwi maombi. Inasemaje haya? Ud'u rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawl. Hata ukisoma suratu Maryam inasema kaf ha ya ain sad, kaf ha ya ain, kisha inasema dhikru rahmati rabbika abdahu, kisha idh nada rabbahu nidaan. Tafuta mswafu wa tafsiri ya Kiswahili, mimi sitafsiri, wewe mwenyewe tu ujitoe mushkili. Hii idh nada rabbahu nidaan khafia maana yake ni nini? Bas tutapata miongozo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye kiongozi wetu, maswahaba walikuwa ni wanafunzi wake, waliweko misikitini, na baada ya swala wakileta nyiradi walileta vipi, na saumu ya Ramadhani kawahi kufunga, na katika kila kipindi baada ya swala walifanya vipi. Tunlengeni yeye, tutayapata haya tuyapatao kwenye misikiti mingine. Angalia leo tarawehe katika baadhi ya misikiti, tukisema kwa kuwa ni fujo hatutokosea, na kunatakana khushu. Maana ikisha kupigwa raka mbili shekhe huwa ni mikele. Sasa la ilaha illa Allah ta'ala jannata ila bika minan nar wa ma innaka afudu fa'fu anna kazima la ya Allah. Ile umeota kusema ya Allah, huwa wamempa direction imamu, ya Allahu akbar, la mbele. Hii itakuwa ni kuimbisha kwaya bwana. Hakuna kuimbisha kwaya katika misikiti. Tuweni na nidhamu katika misikiti, tuweni na nidhamu katika ibada, na hatutishiki sisi kusema hivyo, kwa sababu khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sema as-salatu khairun minan naum, ndivyo ilivyo. Akisema as-salatu khairun minan naum, sema as-salatu khairun minan naum, kwa sababu nasema akiadhini muadhini sema anavyosema muadhini. Sawa? Nikuulize swala na mimi. Akiadhini muadhini sema anavyosema muadhini. Haya, mimi muadhini, Allahu akbar, utasemaje? Jazakallahu khair. Kwa hivyo usisikie Allahu akbar jalla jalalu, wewe mtu wa bid'a. Nani kakwambia jalla jalalu? Hakuna. Kwa sababu hadithi inasema akiadhini muadhini sema anavyosema muadhini. Wala sema rabbi ighfirli warhamni sijui nini, maneno mengi yasiyokuwa nini. Na mwenye kuadhini aande adhana tu Allahu akbar mpaka mwisho.
asianze kwa waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin, ukaanza adhana. Kisha ukimaliza adhana, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Hii nasema ni sharrul umur, wa sharral umuri muhdathatuha, wa kullu muhdathatin bid'a, wa kullu bid'atin dhalala, wa kullu dhalalatin. Sote tumeshirikiana leo kulisema hili, kwa hivyo sitashambuliwa peke yangu. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Naam. Si tayari ushaijibu? Si ushaijibu? Na simeshasema, sinichomoe. Nishasema mimi ya kwamba washairi waloshambuliwa mbali wasotakikana, na mashairi watakiwao ni mbali. Qur'ani ikaweka wazi illa alladhina amanu. Na katika vita vya Badru walisimama waimbaji mashairi ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam wakawashambulia makafiri, na Mtume akawaambia ulimi wako kwao hushinda kutindwa kwa panga. Kwa mambo asidhie. Naam. Bila shaka hapa tukaambiwa muadhinieni na mumkimie. Kule katuambia musimuadhinie musinkimie. Na Muislamu hufanya ibada kwa kufanya aliloamrishwa, na hufanya ibada kwa kukomeka kwa alilokatazwa. Kama wanawake, makinikeni, kana wanawake. Mwanamke sana tumeulizwa swala, mimi nimeulizwa, aweza kupiga sindano ama kula dawa ili amalize kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani? Jawabu yangu ilikuwa damu za ada kwa wanawake, wameumbiwa wanawake wa Adamu, inshati walikubali. Na mwanadamu humwabudu Mungu kwenye kutenda na kumwabudu Mungu kwenye kukatazika. Kama ambavyo mwanamke yuwaswali akiva tahara kwa kuwa ameambiwa, na atekuswali akiva si tahara kwa sababu ameambiwa. Huu ndio msimamo na hii ndio dini. Kwa hivyo hapa akiadhiniwa iko hata pana kitabu, pengine nikwambie, sijui kama Wasuudi wamekitoa kwa lugha ya Kiingereza. Siku hizi wanajitahidi, Mungu awajazi khairi, kila kitabu anakifanyia tarjama. Ay Tuhfatul Maududi fi Ahkamil Mauludi. Hiki ni kitabu mumtaz cha Ibn al-Qayyim al-Jawziyya kinachozungumza ahkamul mauludi, hukumu za aliyezaliwa. Utakuta hayo yako, lakini kule yako mengine yasiyokuwa haya. Yaliyoko kule baada ya kufukiwa ni ukimweka kaburini, bismillah wa ala millati rasulillah. Baada ya kumfukia, istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al. Hiyo ndio khair al-hadi. Barakallahu fik. Alaykum salam. Ko naam. Wewe kusimama ulipokwenda uko mbali katika ule muamala tu kabisa, alaysa kadhalik, muamala kusema hunjirani yangu na mimi kenda kule nimekwenda kwa lengo. Na hapa sana ninapolenga mimi lengo la hata ukenda kwenye mazishi ya rafiki yako kafiri, lipatikane lile lengo, wewe uko katika da'wa yako. Pengine hapa kirudi kwenye mazishi tarudi na mmoja ama wawili, kwa kule kuhudhuria kwangu tu kimwakilisha mtume kidawa. Lakini uko kando kwa sababu huombi kama wanavyoomba, ama wende tu wakisha kufika wewe upige urudi, ili tu wamekuona, kwa sababu le muamala wenu wa haki za ujirani ndio kusudia. Tufunge
Please. Naam. Naam. Kwa kuwa amri ya Mtume nasema istaghfiru, mtakieni istighfari, ni nyinyi mulopewa amri mufanye istighfari. Kwa hivyo itakuwa uzuri ni kila mmoja afanye istighfari kivake, afanye istighfari ule aliyekufa. Allahumma, ikiwa pengine ni katika mautinu ta'lim, ule akisema wengine kuitikia amin ni kwa sababu wa kuwapa funzo. Lakini nasema toka siku hiyo mpaka leo watu bado tu hawajakuwa na funzo Allahumma ighfir lahu warhamhu waskinhu fil janna. Watu wajitahidi ili baada ya mazishi kila mmoja wataweza kufanya istighfari kivyake. Sawa jamaa? Maliza. Ngoja. Naam. Hivyo vote vile mulivyosimama, kwa sababu ndua tu ile, japo kuwa iko la maombi mazuri kuelekea kibla ni sawa, lakini kwenye mazishi mumefikiwa vile mulivyosimama, mwaomba tu, hakuna wasiwasi wote. Ikiwa kwa ajili ya kuwafunza nyinyi. Takujibu baada tarawih. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.